Karibu MJ Channel. Leo tutakwenda huko nchini Irani, na taarifa kubwa ni kwamba Marekani yasema inaweza kuendelea na zuio la majini dhidi ya Irani bila ukomo. Sasa tutakwenda kuzungumzia au kuchambua kwa kina nini maana yake na kwa nini Marekani anajaribu kuendeleza zuio hili dhidi ya Irani na lina athari gani. Sasa tutasoma kidogo alafu tutachambua wote kwa kina. Marekani mnasema inaweza kuendelea na mzingiro wake wa kijeshi dhidi ya Irani kwa muda usiojulikana, huku ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Bwana Pete Hegseth amesema jeshi la Marekani lina uwezo wa kuendeleza mzingiro huo kwa muda wowote unaohitajika kwa kubadilisha meli za kivita zinazopelekwa katika eneo hilo. Kauli hiyo inakuja wakati mazungumzo ya kusitisha vita yakikwama, huku usafirishaji wa mafuta duniani ukiathiriwa na mzozo unaoendelea katika eneo hilo, katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema malengo makuu ya Washington katika mzozo huo ni kuhakikisha bei za nishati zinabaki katika viwango vinavyoweza kumudu wa Marekani, kuzuia Irani kupata silaha za nyuklia na kuhakikisha Marekani inakuwa katika nafasi imara zaidi kimkakati. Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kuwa Marekani inadhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz, wakati Irani ikisema njia hiyo inaendelea kufungwa hadi masharti yake yatimizwe. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent amesema Washington iko tayari kuchukua hatua za kiuchumi dhidi ya Irani ambazo hazijawahi kutekelezwa katika historia ya kuitenga nchi kiuchumi. Bessent amesema Marekani itatangaza hatua zaidi wiki ijayo, huku ikilenga kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Kwa hiyo ni mwendelezo wa mashinikizo dhidi ya Irani, lakini pia ni mwendelezo wa vita ambavyo vinavyopiganwa katika eneo hilo la Middle East. Lakini licha hivyo inaonyesha kwamba ni dhahiri Marekani anataka kuendeleza na hivi vita mpaka apate ushindi. Lakini hata hivyo Irani wenyewe wamesema wako tayari kwa vita vya muda wowote utakaohitajika. Kwa hiyo kila upande inaonekana kabisa imejidhatiti vilivyo kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye meza mazungumzo, lakini hata ikiwezekana kijeshi. Kwa hiyo Marekani anajaribu kuona kwamba kwa sasa hawezi kufanya chochote ila ni kuhakikisha kwamba ni kuendeleza kuendelea na zuio ambalo ni blockade ambayo aliweka pale katika ghuba ya Omani. Lakini pia licha hivyo Marekani anajaribu kushinikiza kiuchumi Tehran kuhakikisha kwamba lazima wabanwe na hali ngumu katika nchi yao na kuongeza pressure katika nchi yao na kuumiza wananchi walioko katika nchi hiyo ya Kiislamu, kwa maana hiyo nchi ya Uajemi. Lakini licha hivyo Marekani wanatuma ujumbe kwamba sasa hatuwezi kuendelea na vita, lakini kwa tutachokifanya ni kwamba kuendeleza kuidhibiti au kushinikiza Tehran kuhakikisha kwamba lazima waje kwenye meza mazungumzo wakiwa katika hali ngumu, kwa sababu kama hivyo wanasema wanaenda kuweka shinikizo la kiuchumi, kwa maana wanaweza kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Irani. Na vikwazo ninavyofikiri hapa huenda wakaweka vikwazo hasa vya usafirishaji wa mafuta kutoka ndani mwao, kwa maana hiyo ni kufanya export, lakini pia na masuala mengine ambayo ya kiuchumi zaidi. Kwa hiyo wanajaribu kuibana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha lazima Irani wakubali masharti ya Marekani. Yote kwa yote tunataka tuone kwamba nini kinaweza kutokea katika siku za hivi karibuni, lakini mzozo bado ni mkali, mzozo bado ni mbichi kabisa, na
hakuna mchambuzi ambaye anaweza kusema kwamba mzozo huu labda huenda ndani ya siku kadhaa unawezekana ukaisha, lakini tathmini ninavyoiona mimi binafsi kwamba bado mzozo ni mkali sana, na mvutano, tension bado iko kubwa katika eneo hilo la Middle East, hasa katika mlango huu bahari wa Hormuz. Lakini Marekani bado anaendeleza kuhakikisha kwamba lazima Irani wakubali matakwa yake pasipo kukubali, pasipo kuchagua au pasipo kuweka masharti ya aina yoyote. Kwa hiyo Marekani anajaribu kuweka pressure, na pressure anayoweka hapa sasa ni kuitenga kabisa Teherani, kuitenga kiuchumi katika nchi hiyo, na waje kwenye meza mazungumzo wakiwa katika hali dhaifu. Lakini kumbuka Teherani waliwekewa vikwazo vya kiuchumi tangia 1970 huko. Kwa hiyo hata hivyo walivumilia na wakafikia mwafaka, na wakafika mpaka kipindi hiki cha vita hivi karibuni. Kwa hiyo ni namna ambavyo Irani waliweza kusurvive kwenye takriban miaka 40 ya mzozo kati ya Marekani na Irani. Kwa hiyo sasa hivi kama utawekea Marekani, utawekea vikwazo Teherani, basi huenda Teherani wakaendelea kuvumilia vikwazo hivyo mpaka mwisho, na Marekani inawezekana wasipate kabisa yale malengo ambayo waliofikiwa. Kwa hiyo nafikiri ni namna moja au nyingine wanajaribu tu kuhakikisha ni kwa namna gani wanaweza Irani wakafika kwenye meza ya mazungumzo, na kama vile ni kuilazimisha Irani kuja kwenye meza ya mazungumzo. Lakini sifikiri kama Irani anaweza kukubali kuja kwenye meza mazungumzo kwa maana diplomasia kwa kupitia malengo ya Marekani. Ama kwa sasa nafikiri tuishie hapo, tukutane tena panapo majaliwa baadaye. Asante.